ofisi ya wakili mkuu wa serikali, mafanikio yetu yamekuwa makubwa, na ndani ya wiki mbili zilizopita, na waliosoma gazeti la Citizen juzi, tumeweza kushinda kesi ya Balambia ambayo alikuwa anaidai mabilioni ya fedha benki ya Tanzania. Lakini kama alivyoeleza mwanasheria mkuu wa serikali katika kesi ya Sterling Construction, kwanza kampuni hii sio ya Canada kama ilivyoandikwa katika hotuba ya kambi ya upinzani. Kampuni hii ni ya Uingereza, na kabla ya hapo ilikuwa ni kampuni ya Italy ambayo deni lake lilinunuliwa na kampuni ya Uingereza. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuwa tumefanya maelewano yote, wao wenyewe kampuni ya Sterling Construction Company waliomba the Supreme Court of Quebec kiwango cha fedha walicholipwa na ile hukumu iwe siri. Kwa maagizo ya kwamba hukumu ile na kiasi cha fedha kilicholipwa iwe siri hayakuwa maombi ya Tanzania, yalikuwa ni maombi ya kampuni ya Sterling Construction Company ya Uingereza, na ilikubaliwa na Supreme Court of Quebec, na sisi kuyaweka hadharani itakuwa ni contempt of court, lakini pia itakuwa ni kuvunjwa uungwana wa maelewano. Na niseme, walitueleza wazi kwamba mnafanya makosa makubwa sana mara nyingine mnapoyaweka mambo haya wazi, kwa sababu mna kesi na watu wengine, na si ajabu wakijua kiwango ambacho nyinyi mmetupa na wao wanaweza wakakidai au kukaleta maswali mengi. Kwa hiyo swala hilo ni wazi kabisa, ni maombi ya Sterling, na uzuri hukumu ya jaji wa Canada ambaye kwanza alianza kwa kutupa pole ya askari wetu kule Kongo kuuawa, alieleza wazi. Kwa hiyo sio serikali ya Tanzania, ni Sterling Quebec, lakini kiwango kilicholipwa siku wakikubali taarifa hiyo iwe wazi ni kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la uteuzi wa majaji, ningependa swala hili nieleze kabisa. Majaji wote walioteuliwa wameteuliwa na Mheshimiwa Rais kwa ushauri wa Judicial Service Commission. Nami nichukue nafasi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, kukupongeza sana wewe ulipokuwa mwanasheria mkuu wa serikali mwaka 2000 na mwaka 2005 ulileta mabadiliko ndani ya bunge hili ambayo moja yalipanua na kuongeza diversity ya wajumbe wa Judicial Service Commission. Mheshimiwa Mwenyekiti, unakumbuka kabla ya wewe kuleta mabadiliko hayo ya katiba, Judicial Service Commission ilikuwa na watu wachache na wote walitoka katika muhimili wa mahakama, lakini ni wewe mwaka 2000 mara ya kwanza na 2005 mara ya pili uliyefanya mabadiliko makubwa kuishauri serikali kufanya hivyo, ikiwa ni pamoja na kuboresha haki za binadamu. Wewe ukiwa mwanasheria mkuu wa serikali ulileta mabadiliko hapa bungeni ambayo yaliondoa clawback clauses zote. Sisi ndio katiba pekee katika bara la Afrika inapokuja kwenye haki za binadamu haina clawback clauses. Someni ya Kenya, someni ya Uganda, someni ya Zambia, someni ya Zimbabwe, someni ya nchi nyingi. Lakini hiyo ni kazi aliyofanya Mheshimiwa Andrew John Chenge 2005 akiwa mwanasheria mkuu wa serikali, na ndio maana daima nabeba katiba hii ambayo mwisho hapa AJ Chenge mwanasheria mkuu wa serikali ndio aliingiza haya mabadiliko. Wako watu wa umri mdogo humu wanapapukia mambo wasioyajua. Wangejua tulikotoka, wangejua tulikofika. Kwa hiyo ni jukumu letu hawa walio wadogo tuwakumbushe tulikotoka. Na ndio maana katiba hii, Mheshimiwa Chenge, wewe ni miongoni mwa watu walioisaidia Judicial Service Commission. Na kwa sababu hiyo basi uteuzi wa majaji umebadilika. Leo hii majaji hawatoki katika muhimili wa mahakama tu, wanatoka kwenye vyuo vikuu, wanatoka kwa mawakili binafsi, na huo upanuzi wa aina ya majaji wanaoingia imeongeza ubora wa hukumu, lakini pia imeongeza ubora wa utendaji katika mahakama zetu. Na Mheshimiwa Rais kwa kutumia mamlaka yake ndani ya ibara ya 109 ibara ndogo ya 7 na ya 8 hatoi fadhila, anateua watu wenye sifa na sababu za kuteuliwa kuwa majaji baada ya kuwa amependekezewa na tume ya mahakama. Kwa hiyo nitaka nisisitize, Rais hatoi zawadi katika kuteua majaji. Na mimi narudia tena kwa ndugu zangu, hakuna kazi ambayo naiogopa, na tuwaombee sana kama majaji. Na mkitaka kujua ugumu wa kazi ya kuwa jaji, kaisomeni Zaburi ya 15 na baada ya hapo mwisome Zaburi ya 51 na Zaburi ya 32. Mkizisoma Zaburi hizo tatu za toba katika kipindi hiki cha Kwaresma, mtawaombea sana majaji. Si kazi ya kukurupukia, ni kazi ya kumwombea mtu huyu aliyepewa.
kwa sababu wamechukua kazi ambayo ni ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Yeye pekee ndio hakimu wa kweli, wengine wote wanajitahidi kufanya hivyo. Kwa hiyo si kazi yetu kuendelea kuwabeza, na ndio maana naunga mkono nchi nyingine ambazo mambo ya mahakama hayajadiliwi kabisa katika mbunge. Sisi tumeruhusu kujadili mambo hayo, lakini tuyajadili kwa hekima, tuyajadili kwa kiasi, tuyajadili kwa saburi, lakini kwa unyenyekevu mkubwa, maana hatupo katika viatu vya watu hao.